separation. Hii tofauti Between us and God. Kati yetu sisi na Mungu. But it's only when we receive this gift. Ni pale tu tutakapoipokea hii zawadi. Where Jesus died on the cross. Ambayo Yesu alikufa msalabani. That our sins can be removed. Kwamba dhambi zetu ziweze kuondolewa. So that God can come and live. Ili kwamba Yesu aweze kukaa, Mungu aweze kukaa ndani yetu. So that he can bring us this new life. Ili kwamba aweze kutupa maisha mapya. My friends, Jesus died on the cross. Ndugu zangu, Yesu alikufa msalabani. After 3 days he rose from the dead. Baada ya siku 3 alifufuka. And he's alive today. Na anaishi mpaka leo. And he wants to come and live with you. Na anataka kuishi ndani yako. Just where you sit. Pale ulipokaa. Just take a few seconds. Just think for yourself. Chukua dakika chache ufikirie kuhusu maisha yako. Dakika chache. Do I have this relationship with Jesus? Nina mahusiano kweli na Yesu Kristo? Have I received this new moyo of Mungu? Hivi kweli nimepokea moyo mpya wa Mungu kweli? Is the Holy Spirit living in me? Hivi kweli Roho Mtakatifu anaishi ndani yangu? If you are here today, kama kweli uko hapa leo, and you say I'm not sure. Sina hakika. I know God. Unasema kwa hakika kama sina Mungu. I don't know if he's with me. Lakini sijui kweli kama Mungu. Yaani una mashaka kwamba labda Roho Mtakatifu uko naye sasa hivi ndani yako. I've never accepted Jesus before. Na sijawahi kuweza kumkubali vizuri Yesu kwamba ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Then we want to pray with you this morning. Tunahitaji kuweza kuomba kwa pamoja. Just where you sit. Hapo ulipokaa. Just quickly, just put up your hands. It's just so that we can see who we are going to pray for. Kama unataka wakuombee, kwamba unaona kama una mashaka kidogo na Roho Mtakatifu kwamba ni kama hajakaa vizuri, unaweza kuinua mkono wako pale ulipokaa aweze kuomba kwa ajili yako. Nyosha kabisa juu. Nyosha juu kama unaona. Today is the day to make sure. Leo ni siku ya kuhakikisha God looks at you. Anaishi ndani yako. And he loves you. Ni kuhakikisha Mungu anakaa ndani yako. He died for you. Anakuongoza wewe. So that he can live with you. Ili Mungu akae na wewe. Hallelujah. Hallelujah. You can even put down, if you put up, you can put down. I see. Au kiinua basi unaweza kushusha tena. Even children, they've put up their hands. Hata kama watoto nyinyi hapa mliopo hapa. Hallelujah. Hallelujah. So what we do, let's all stand. Sasa tunachotaka tukifanye sisi sote tusimame sasa. Let's all stand. Tusimame sisi sote sasa. Hallelujah. 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 Tusimame sote sasa. All stand. Tusimame sasa sote. I want to tell you. Nataka kuambia. God saw your decision. Mungu aliona maamuzi yako. When you put up your hand. Ulipoinua mkono wako. It's like you opened the door of your heart. Ni sawa na kufungua madirisha ya moyo wako. And God brings you his life. Na Mungu anakupa maisha, anakupa uzima. So the Bible says. Kwa Biblia inasema. If we confess with your mouth. Kama ukiweza kukiri kwa mdomo wako. If you believe with your heart. Ukiamini kwa moyo wako. That Jesus loves you. Kwamba Mungu anakupenda. That he died for you on the cross. Kwamba alikufia msalabani. When you give your life to Jesus. Unapoyapea maisha yako kwa Yesu. The Bible says. Biblia inasema. I will come. Nitakuja. And I will live with. Na nitaishi na wewe. So let us confess with our mouths. Sasa ninaomba sisi sote tukiri kwa midomo yetu. Let's pray from our hearts. Kwa ajili ya mioyo yetu. That Jesus will come and make his home for us. Kwamba Yesu aweze kukaa na kufanya makao ndani ya roho zetu. So I'm going to ask Pastor. Nitamuuliza mchungaji. That you will pray and that they will just pray after you. All right, that's good. Otherwise it's confusing. Exactly, that's good. Asante sana. Anasema nitamwomba mchungaji aje aombe kwa ajili ya watu ili waweze kupata nguvu hiyo au moyo mpya. Anakukaribisha ili uweze kuomba sasa. Yeah. So Pastor, you will. Yeah. Fungua moyo wako, Roho wa Bwana yuko mahali hapa. Na Roho wa Bwana atakuwa juu yako. Funika macho yako. Tutakwenda kuimba ule wimbo kama siku ya Pentekoste. Naomba mmoja atuimbishe wimbo kwa kifupi sana.
tena.
njaa.